Uh, Kwenye ile idadi yetu ambayo tulitaja ya ripoti ya WHO ya zaidi ya watu bilioni 2 wana uoni hafifu, nusu ya ile idadi uoni wao hafifu unaweza kutibika au unaweza kujikinga. Sasa moja ya njia ya kujikinga ni check-ups pia. Check-up kawaida inahitajika kila mwaka. Isipite mwaka mtu hajajua macho yake yanaendeleaje. Japokuwa kuna baadhi ya magonjwa mengine kama pressure ya macho au glaucoma, na aina ya glaucoma huwa haitoi dalili za kuonekana. Kwa hiyo ukiwa una desturi ya kufanya check-up kila mwaka, inakusaidia kujua kipindi dalili ile inaanza. Mfano open angle glaucoma huwaga haitoi dalili za kujionyesha. Lakini hizi zingine inakuwa urahisi kuzifahamu, kwamba kwa mfano sasa hivi naona, nilikuwa na uwezo wa kuandika karibu, sasa hivi siwezi kuandika. Ni njia ya kujua kuwa sasa hivi nahitaji kufanya check-up. Fai kwenye macho peke yake. Ila ni vyema kila mwaka huo unacheki. Ila mtu anajitambua kwa sasa hivi na muda na uhitaji wa kucheki pindi anapojihisi zile dalili. Kuna dalili za kuonekana na dalili ambazo hazionekani, yeye mgonjwa mwenyewe anajisikia. Kwa hiyo atakapokuwa anajisikia kichwa kinauma, macho yanavuta au haoni vizuri yeye mwenyewe, ndio inamfanya sasa hivi anahitaji kumuona mtaalamu. Na je, kwa hiyo kama ni dalili, ni mpaka mtu tu aone dalili ndio ataka kucheki. Kwa hiyo hakuna umuhimu wa kwamba labda kila baada ya miezi mitatu nikafanya check-up. Ni vizuri kila mwaka. Kwa mfano kwa mtu mwenye pressure ya macho, mtu ameshaanza ashagundulika kuwa ana tatizo la pressure ya macho, anakuwa na special clinic, ana muda kila mwezi anahitaji awe anacheki, kwa sababu kuna dawa anapewa za kushusha ile pressure. Kwa hiyo kila mwezi anatakiwa awe monitored, awe anaangaliwa kama pressure imeshuka na anaendelea kwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa baadhi ya magonjwa kama glaucoma au kwa Kiswahili rahisi pressure ya macho, ni vyema zaidi akawa anafuatilia kila mwezi ili kujua kama pressure inapanda au inashuka. Na check-up ya mwili inaendana na umri, labda nikifika miaka 35 ndio natakiwa nifanye check-up, au ni mtu yani haiendani na umri haiangalii? Kwa magonjwa ya macho mara nyingi sana chini ya miaka 40 si mara nyingi sana kukutwa na shida ya kuona. Kwa hiyo tunamgea limit ya mwaka mmoja mpaka miaka 2 asikose kumuona mtaalamu wa macho. Lakini akishafikia umri akiwa awe monitored, awe anaangaliwa kama pressure imeshuka na anaendelea kwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa baadhi ya magonjwa kama glaucoma au kwa Kiswahili rahisi pressure ya macho, ni vyema zaidi akawa anafuatilia kila mwezi ili kujua kama pressure inapanda au inashuka. Na check-up ya mwili inaendana na umri, labda nikifika miaka 35 ndio natakiwa nifanye check-up, au ni mtu yani haiendani na umri haiangalii? Kwa magonjwa ya macho mara nyingi sana chini ya miaka 40 si mara nyingi sana kukutwa na shida ya kuona. Kwa hiyo tunamgea limit ya mwaka mmoja mpaka miaka 2 asikose kumuona mtaalamu wa macho. Lakini akishafikia umri wa miaka 40 na kuendelea, magonjwa limelezi mengi yanakuwa yananyemelea. Kwa hiyo ni vyema anashauriwa miezi 6, mwaka, isipite mwaka aje cheki macho. Yeah. Unawashauri nini wananchi au Tanzania kujua swala zima la kufanya check-up kila baada ya miezi 6 ama mwaka mmoja? Na washauri wawe na desturi, iwe ni kawaida yake kuwa anacheki macho, kwa sababu kuna dalili ambazo zinajionyesha na dalili ambazo hatuwezi kuziona kwa macho yetu. Kwa mfano nimekutolea aina ya pressure ya macho, open angle glaucoma, mara nyingi sana huwa haionyeshi dalili. Kwa hiyo ni vyema wawe wana tabia ya kufanya check-up, ili ugonjwa ukiujua mapema, wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo umuhimu wa check-up kwa afya ya binadamu? Check-up kwanza inazuia ugonjwa usifike katika
stage kubwa. Kwa hiyo inakusaidia kwanza kujua ugonjwa mapema kwamba sasa hivi ugonjwa sasa hivi na shida fulani inaanza. Kwa hiyo kuzuia madhara baadaye sija katokea ugonjwa complication ikawa kubwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, ukiwa una desturi ya kufanya check up, pia ni kama wewe ndio una monitor mwili wako kwa sasa hivi nahitaji msaada, sasa hivi niko vizuri. Kwa hiyo wewe mwenyewe unakuwa ni kama mlinzi wa mwili wako. Wana faida